Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali tunazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri, ambapo leo hii wanashuka dimbani kule Singida, katika dimba la Singida Black Stars, ambako wamealikwa huko katika mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, ambapo klabu ya soka ya wananchi Young Africans itakuwa mgeni leo hii kuzisaka alama tatu mbele ya Singida Black Stars, ambapo unafahamu ya kwamba mchezo huu sio mchezo mdogo, sio mchezo rahisi kwa wananchi, kwani unafahamu ya kwamba kwa sasa wananchi wanakumbwa na majeraha wengi ndani ya kikosi chao, jambo ambalo linamfanya kocha Pedro kuwa na machaguo machache tofauti na hapo awali. Hivyo basi leo hii ametangaza kikosi chake cha wachezaji watakaoanza katika mchezo huo, huku akiweza kuweka bayana pia na wachezaji ambao wanakosekana katika mchezo huo mkubwa dhidi ya Singida Black Stars katika mwendelezo wa zile show za ligi kuu ya soka Tanzania bara. Bila kupoteza wakati, twende kukutajia majina ya wachezaji hao ambao wamechaguliwa kuanza kwenye kikosi cha kwanza. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kunako katika kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile kinachoendelea kwenye ligi kuu. Karibu. Bana, golini bila kupoteza wakati anasimama si mwingine bali ni golikipa namba 1 wa kikosi cha wananchi Young Africans, si mwingine bali ni Djigui Diarra, screen protector. Anasimama katika eneo la lango lake akiweza kuitafuta clean sheet nyingine katika mchezo huu, huku akiwa na jukumu la kuhakikisha kwamba leo hii Young Africans wanaondoka na ushindi, yani kimaanisha kwamba pasipo nyavu zake kuweza kuguswa ndani ya dakika 90. Je, hilo litafanikiwa? Ndio jambo ambalo linalosubiriwa kuweza kulitizama katika dakika 90 kati ya Yanga dhidi ya Singida Black Stars. Kwa hiyo golini atakuwepo Diarra akiendeleza kile ambacho amekuwa akikifanya kwenye michezo kama hii, huku beki namba 2 anasimama si mwingine bali ni Israeli Patrick Mwenda, moja kati ya vijana ambao wanaendelea kuweza kuaminika kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Ukiweza kushuhudia nafasi yake hiyo, wanatumikia kama wachezaji watatu. Kuna Atola Yao Kwasi ambaye pia majeraha naona yamekuwa akiweza kumwandama, lakini pia yupo Kibwana Shomari katika nafasi hiyo, lakini mwalimu amechagua kuanza na Israeli Patrick Mwenda. Sifa yake kubwa ni kuweza kupandisha mashambulizi na kurudi na kukaa katika nafasi yake vizuri kabisa. Kwa hiyo leo hii hilo alina ubishi. Lakini katika upande wa beki namba 3 anasimama si mwingine bali huyu ni hapa anazungumzia si mwingine bali ni Mohamed Hussein Shabalala Zimbo Junior. Unafahamu bora wake, moja kati ya wachezaji ambao kuweza kuwaona wakienda injali ni mara chache sana. Anaweza kamaliza msimu mzima wote pasipo kukosa mchezo wote. Kwa hiyo anakuwepo katika mchezo huu. Kazi kubwa ni kupandisha mashambulizi, kurudi kupiga zile cross, kutengeneza nafasi za mabao. Jukumu lake lote hilo kuhakikisha anafanya hivyo, na nafasi yake ambayo anacheza mara nyingi yuko anapishana yeye na Boka, lakini Boka hata mchezo wa dabi ya Kariakoo hakuweza kuonekana
kuonekana hata katika safu ya ulinzi, safu ya benchi la ufundi pale kwa wachezaji wa akiba hakuweza kuonekana kutokana na majeraha ambayo yaliweza kuwa yakimsumbua. Kwa hiyo unaweza kushuhudia namna gani ambavyo majeraha kwa wananchi yamekuwa ni wachezaji wengi kweli kweli. Huku beki namba 4 anasimama Ibrahim Hamadi Baka. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya vitasa ambao wanapatikana kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Amekuwa na mwendelezo mzuri kweli kweli, ukiweza kushuhudia namna gani ambavyo amekuwa akifanya jitihada zake kuhakikisha kwamba anakuwa ni moja kati ya watu muhimu kweli kweli kwenye kikosi cha hapa nazungumzia si wengine bali hawa ni wananchi Young Africans. Kwa hiyo Baka atakuwepo shughulini leo hii. Lakini pia beki namba 5, unafahamu kumekuwepo na mwendelezo wa watu kuzoea kumuona anapokuwepo Baka, basi jua pembeni yake anakuwepo Jobu mara nyingi, kwa sababu imeonekana pateni yao kufanya kazi vizuri zaidi, na hata mwalimu Pedro amekuwa akiweza kumtumia hivyo. Lakini kwa sasa huenda akakosa huduma ya nyota Dickson Job kwa kutokana na majeraha ambayo aliweza kuyapata katika mchezo wa dabi, ambapo inaelezwa kwamba huenda kakaa nje kwa miezi kadhaa kutokana na jeraha lake ambalo ameweza kulipata. Hivyo basi sasa nafasi yake inasimamiwa na captain wa kikosi cha wananchi Young Africans. Hapa nazungumzia Bakari Nondo Mwamnyeto. Nafahamu shughuli yake, amekuwa na mwendelezo mzuri kwenye kikosi cha klabu ya soka ya hapa nazungumzia wananchi katika michezo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mwalimu alikuwa akiweza kumpatia nafasi ya kutosha kuweza kuonyesha kiwango chake, na bila shaka kila mmoja alikwenda kushuhudia Bakari Mwamnyeto bado yupo na ataendelea kuweza kuwepo, ukiweza kushuhudia hilo, na sasa amepewa nafasi ya kuweza kuonyesha ubora wake. Kwa hiyo atakuwepo leo pia. Huku namba 6 anasimama Damaro Kamara, akiweza kukutana na waajili wake wa zamani ambao ni Singida Black Stars, ambako alikoweza kutokea kujiunga na timu ya wananchi Young Africans. Damaro nafasi yake ni namba 6, kuhakikisha kwamba anakwenda kulichafua dimba la kati, kukaba kwa umakini pasipo kuweza kutengeneza madhara hususan katika zile kadi za njano ambazo zimekuwa zikimuandama kweli kweli, unaona bana. Kwa hiyo ataendelea kuweza kuwepo katika mchezo huo. Huku namba 7 anasimama si mwingine bali ni Alan Okello, akiweza kushuhudia ubora wa kijana kutoka pale Uganda mpaka kwenye timu ya wananchi. Bado hajakuwa na performance ile yenye ubora ambayo alitoka nayo Uganda, licha ya kwamba ameendelea kuweza kupewa nafasi, na pengine wakati mwingine mchezaji anahitaji muda ili kuweza kuonyesha kile ambacho yuko nacho. Kwa hiyo bado wana kazi ya ziada ya kuendelea kuweza kumpatia nafasi kijana. Huku namba 8 anasimama si mwingine bali ni Duke Abuya. Unafahamu Mkenya huyu kutoka pale Nairobi mpaka Dar es Salaam kwa wananchi Young Africans. Anasimama kama namba 8 katika mchezo huu mkubwa kuhakikisha kwamba dimba la kati linakuwa salama. Amekuwa ni moja kati ya msaada mkubwa kabisa kwenye kikosi cha wananchi ya Young Africans, hususan toka alipoweza kuondoka Alidi Aucho. Ni kama mikoba yote amebebeshwa yeye kulingana na kazi ambayo anaipiga. Kuna muda utamkuta anacheza kama namba 8, utamkuta anacheza kama namba 6 na anaifanya kazi vyema kabisa. Huku unashuhudia namba 9 anasimama Depu, ukiweza kuona namna gani ambavyo ameendelea kuweza kuwa na namba nzuri kwenye kikosi cha wananchi Young Africans, wastani mzuri toka alipoweza kujiunga na hawa wananchi. Kwa hiyo leo hii pia itakuwa ni shughuli yake kuhakikisha kwamba nyavu zinatetemeka. Kwa hiyo ni swala la muda, tusubiri kuweza kuona. Huku unafahamu ya kwamba namba 10 anasimama Prince Mpumelelo Dube na namba 11 anakaa Maxim pia Nzingeli. Kwa hiyo ni namna gani ambavyo mwalimu ameamua kushifti kikosi chake kutokana na majeraha ambayo yuko nayo kwenye kikosi chake. Ukiweza kushuhudia anamkosa mtu kama Pacome Zouzoua, anamkosa mtu kama Dickson Job, Clement Mzinze, kuna wakina Atulaya Ukwasi, pia unakutana na watu kama kina Boka ambao walikuwa na majeraha ambayo bado mpaka sasa hajathibitishwa kama watakuwepo 100%. Lakini pia ukiweza kuona namna gani ambavyo haya majeraha yanapunguza makali
kwenye kikosi. Wananchi leo hii wana kazi ya kuhakikisha kwamba wanapata ushindi ili kuendeleza gap la point kati yake na mnyama Simba Sport Club. Bana, weka maoni yako hapo chini kuhusiana na kikosi hichi. Mechi itapigwa kule Singida, majira ni saa 10 kwa saa za Afrika Mashariki, itakuwa jioni fulani hivi.